Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwa neno, na kabla ya neno tunaenda kuomba. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Falme, ninakuinua, ninakuhimidi kwa maana stahili heshima Bwana. Napoenda kusimama, usimame pamoja nami Baba, kwa maana mimi ni chombo. Nena pamoja nami. Falme yote naomba na kuamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Siku ya leo naenda kuhubiri juu ya vitu 7 vilivyo chukizo kwa Mungu. Ni vitu vingapi mnajua? Basi twende tukafungue kitabu cha Methali 6:16. Naye nasema hivi: kuna vitu 6 anavyochukia Bwana, naam, viko 7 vilivyo chukizo kwake. Kuna vitu 7 ambao mtu akifanya inakuwa chukizo kwa Bwana Yesu. Tunapofanya Mungu hawezi kufurahi pamoja nasi, anasikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani neno la kwanza ni kwamba macho ya kifuri. Yaani mtu anaangalia kwa malingo. Mtu anakutupa mate, anakutema mate. Kama mtu wako na pesa, analinga, anakutukana, anakufanyia chochote. Ni kwa nini? Ni kivuli ambazo ako nacho kutoka ndani. Pengine ako na pesa, sasa anakuona wewe ni pule. Bwana Yesu asifiwe. Pengine wanagombana paka anasema ya kwamba mimi nitakuua na nikulipe. Ni kwa nini? Anamfanyia madarau paka anaona ya kwamba hata nikimuua hakuna nitakachofanyiwa. Lakini kwa Yesu hiyo ni makosa, ni chukizo kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ulimi wa kusema uongo. Watu wanatanganya hata wakati ambao wanapotolea Mungu fungu. Mtu anafuna guni 5. Bwana Yesu asifiwe. Anatoa korokoro 5. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanatanganya. Watu wengi wanaishi kwa udanganyifu. Watu wengi wanafanya ukorofi kwa udanganyifu, kwa kusema uongo. Kama tunaye simu imekuwa ni chukizo kwa Mungu tena. Kwa maana unaweza pigia mtu simu umwambie niko shuleni, lakini hapo uko mbali, sio mahali ulisema uko. Inastahili mtu wa Mungu unapoambia mtu mahali ulipo useme ukweli. Kwa maana ukifanya ukweli, uongo, hiyo ni chukizo kwa Yesu. Hayo mambo ambayo yanafanywa 7 yanakuwa chukizo kwa Bwana. Kama ni wa Kristo, mnastahili kujiepuka na mambo kama hayo. Na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaua mtu bila sababu. Pengine alimuona akiwa na kitu, pengine alimuona akiwa na ng'ombe mzuri, pengine alimuona ako na pesa na anamuenda na mnyang'anya na muua. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni chukizo kwa Bwana. Basi moyo uwasao mabaya. Mtu anafikiria mambo mabaya. Anafikiria mambo ya wasichana. Kama anafikiria hiyo ni kutenda dhambi. Anafikiria mambo mabaya. Anaharibu anapokuwa na mawazo mabaya kwa mtu. Biblia inasema ukiwa mtu ambao mawazo yako unafikiria mambo mabaya, hata kabla hujatenda, wewe umetenda hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu. Bwana Yesu asifiwe. Hii miguu yetu ambayo mtu anatembea pamoja na miguu hii inaweza kukosa, kwa maana unaona kitu fulani na unakimbisa. Kama pengine ni maneno ambayo unaeneza maneno ya uongo katika kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote ni uongo. Basi 19 inasema Sahiti wa uongo asemaye uongo, naye apendaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Yaani ni mtu ambaye anasema uongo, anakosanisha wa ndugu. Anasema uongo,
anakosanisha watu wa nyumbani, kwa maana yeye kazi yake hataki watu wafanye nini? Wafanye mema. Praise the Lord. Mungu atusaidie sana. Kule makanisa ambao tuko nyumbani, watu wengi wamejificha mahali pale. Wachawi ndio wamejificha pale ndani. Wezi wanaishi pale ndani, si uaminifu. Watu wa uongo wako mahali pale. Machambazi yako mahali pale. Kanisa yuko na shida. Naweza pata kanisa kutoka mpili mpaka watu wote ni waongo. Kwa maana yale ambao wanataka kutoka mdomoni mwao, watu wakiangalia wanaona hilo kanisa halina mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiwa kama ni kanisa, watu ukiona ya kwamba wewe unatoka kanisa, unaenda kanisa fulani, watu wanakuwa tumani ya kwamba wewe mtu ambaye anaenda kanisani anakuwa mtu mzuri, lakini sio wote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 18:8 anasema hivi: basi mkono hao mguu wako ukikosesa, ukate ukautupe mbali nawe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni huu mkono ambao unakufanya unakosea Mungu, unafanya dhambi, ni ili ukate. Kama ni hii miguu inakufanya unakimbia na kutenda dhambi, ni ili uikate. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba basi mkono wako au mguu wako ukikosesa, ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Mungu atusaidie sana. Kama Biblia inasema hiyo Mathayo 18:8, kama ni hii mikono yangu ama mikono yako inakufanya unafanya dhambi, unaenda unaua. Bwana Yesu asifiwe. Unafanyia mambo mabaya, nieli ukate mikono ama hiyo miguu yako badala atawa afadhali kuliko kufa ukiwa na miguu miwili na mikono miwili uende jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie sana. Mungu atusaidie sana. Kama ni miguu na mikono na kusumbua, ikate. Biblia inasema hivyo, sio mimi nilisema. Praise the Lord. Na jicho lako likikukosesa, ling'oe ukalitupe mbali. Jicho lako kama ndio linakufanya unaangalia unatenda dhambi, ni ili uling'oe. Biblia ndio nimesema hilo jicho ni afadhali kuingia katika uzima una chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Praise the Lord. Mungu atusaidie sana. Hiyo mikono yako kama ndio imekusumbua kupigana na watu vita, ing'oe. Itoe. Kama ni hii jicho lako ambao linakufanya unatenda dhambi, Biblia inasema uling'oe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ni afadhali kuingia katika uzima una chongo na jicho moja hivi kuliko kwenda jehanamu na macho mawili motoni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwa maana mwana wa Mungu alikuja kwa kuokoa watu waka ambao wamepotea. Mathayo 18 inasema kwa maana mwana wa Adamu alikuja kuliokoa kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nasema hiyo mambo yote ambayo tunafanya, watu wengi wanaishi kwa uongo.
Watu wengi wanakula kwa uongo, badala ya kwenda shamba kufanya kazi, kazi yako ni kwenda kuiba. Ni afadhali mkono wako na miguu ikate, badala ya kuingia tena mna hiyo mikono yako yote na miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wekoka umfuate Yesu. Praise the Lord. Biblia inatuambia ya kwamba nyenyekeeni kwa Mungu apate kuwakweza wakati wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema ya kwamba katika kitabu cha Ezekieli 36:26, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amesema kuja kwangu. Nyenyekeeni, kujeni kwangu. Nitawapa moyo mpya. Moyo usio hesabu mabaya. Moyo wa kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Watu wengi wako na moyo wa jiwe, sio wote, lakini kuna wengine wako na moyo wa jiwe. Hata ukiwaongeleza, hata ukiwaambia namna gani, anatupu saa hii na kesho unasikia ameiba. Ameua leo na kesho umempata ameuba. Ameongelewa saa hii na kesho umpata ameua. Tasema nini? Mungu anasema ya kwamba atawapa roho mpya. Atoe roho ile ambayo iko ndani yenu, roho ya jiwe. Praise the Lord. Atoe hiyo roho, atupe roho mpya. Bwana Yesu asifiwe. Basi nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, yani fresh. Anakupa moyo mpya, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kutafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anatupenda. Ndio maana alisema alikuja kutafuta kile ambacho kilipotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana malaika wa mbinguni wanafurahi wakati watu ambao wameokoka. Kati mtu mmoja ameokoka, malaika wanafurahi. Malaika wanaimba haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi kunyenyekea inakuwa shida. Anajifanya afanye makosa, hata ingawa alifanya. Naenda hata kanisa wanakula mwili ya Bwana, meza ya Bwana wanakula. Hata bila kujali. Hajui ya kwamba akikula meza na sio mtakatifu, watoto wake watalipika, watoto wake nyumba yake italipika. Hata wajui kama mama yake anafanya usafi na anakula Pasaka. Mtu anaipa anaenda anafanya anakula Pasaka. Mtu anafanya uchawi anaenda kanisani kukula Pasaka. Mtu ni muongo mtupu lakini anaenda kanisani. Ndio maana Biblia ilisema kama ni miguu ama mikono inakufanya utende dhambi, mieli uikate. Nasema ni afadhali uwe pila miguu kuingia mbinguni kuliko kuwa na miguu na mikono na uende chana. Kama ni jicho ambalo limefanya dhambi uling'oe. Usiende ni bora uende uchongo, kiwa chongo kuliko kufa na macho mawili. Tupe jehanamu motoni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana, kwa maana yale ambao tunafanya maovu ni chukizo kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendeza katika sheria zangu, nanyi mtasisika hukumu zangu na kusitenda. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia msoma amri ya Mungu. Mfuate amri yake. Mfuate Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nyenyekeeni. Watu wanakataa hata kuomba msamaha. Inakuwa ngumu watu kuomba msamaha. Lakini tunapoangalia katika kitabu cha Isaya inatuambia ya kwamba, Isaya inasema ya kwamba wakati Usia alikufa, Isaya alimuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akalia akasema, ole wangu
kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mwenye midomo michafu, na ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Uzia, wakati Uzia alikufa, Isaya alimuona Mungu. Na wewe wakati uchao wako, ukiacha uchao wako utamuona Mungu. Ukiacha njia zako mbaya za uizi utamuona Mungu. Kwa maana Mungu amesema ya kwamba atatupa roho mpya, na atoa ile roho ngumu ambayo iko ndani yetu, atupatie roho mpya ya nyama, ile ambayo ni roho nyororo itakaye fanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Na Isaya alinyenyekea kwa Bwana, akasema wakati Uzia alikufa, ndio hiyo wakati Isaya alimuona Mungu. Wewe ni nani unaongoja akufe umuone Mungu? Jiulize, wewe unaongoja nani akufe? Mfalme gani? Mfalme wa uchawi, mfalme wa uizi, mfalme wa maruminati, mfalme wa ukoo? Ni mfalme gani unaongoja? Mungu amesema nyenyekeeni kwake. Nyenyekeeni kwake na atakukweza wakati ambao wakati wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka Petro ya kwanza 5:6. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tiulize hii vitu 7 ambao tumeongelea, tukisho kwa Mungu uko mahali hapo ama umetoka. Naomba Mungu akusaidie utafute uso wa Bwana, kwa maana Mungu amesema atatupa roho mpya, na atoa ile roho ngumu kama jiwe ndani yetu, atupe roho mpya ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie sana. Chukua hatua mwenzangu. Mungu alituma mwanae akafa kwa ajili yetu, akuje kutafuta kilichopotea. Praise the Lord. Mungu awasamehe sana. Wala ambao mmoja wakoka, chukua hatua na kumrudia Mungu, kwa maana wakati huu ndio wako, hakuna wakati mwingine. Mrudie Mungu. Mahali umekosea, mrudie Mungu na Mungu atakusamehe dhambi zako. Asante sana kwa wale ambao mmenisikiliza. Naomba Mungu awabariki. Naendelea na Injili. Naomba utane katika kipindi kingine. Mbariki na Yesu.